Nini niwaambie kwa nini nafikiri mna relevance, mna sababu ya kusimamia yani mna locus stand, kwa sababu taifa la Tanzania ni vijana. 42% yenu ni vijana. Wangapi hapa na miaka 15 mpaka 24? Naomba nione mikono yenu. 15 mpaka 24. Mbona wachache? Nyie mko milioni 6,100,000 na 18% ya taifa hili ni nyie. Wangapi wana miaka 15 mpaka 35? Naomba meza kuu, naomba makamu mwenyekiti, katibu, naomba muangalie. Hao ni between 15 na 35 years. Nyie ni asilimia zaidi ya 24.5, robo ya taifa hili ni nyie. Kwa hiyo tunapoongelea katiba bora, tunazungumza katiba ya ku-manage maisha yenu, sio ya kina mama Rosemary. Sisi we are archived. Tuko pamoja. Ndio maana tuna kila sababu ya kuamini kwamba mtafanya hivyo. Kwa mimi natamani la kwanza ambalo mkatae kutokuliacha ni effective participation yenu. Mkatae kuwakilishwa na wakina yule matchmaker wa Mheshimiwa Heche. Si namjua yule wa kule ambaye anacheo kama cha Mheshimiwa Heche. Mkatae kuwakilishwa. Kwa hiyo nazungumzia effective participation kwenye process yoyote itakayohusu constitution. Lakini jambo la pili na ambalo nataka mkatae kutokulielewa ni political party nafasi yake. Kwa sababu political party ndio key, ndio currency ya kwenda kwenye mjadala wowote wa makubaliano ya kuendesha nchi, kwa sababu nchi zinaendeshwa kisiasa. Kwa lazima internally Chadema kama chama mjiangalie kwamba constitutionally chama chenu kinaruhusu hiyo ndoto ya Tanzania tunayoitaka iwepo katika maeneo yote. Lakini la mwisho, lazima mkatae kutokuwa na clarity la swala letu sisi, women participation. Lazima mkatae nchi hii maamuzi ya siasa kuwa driven kwa sababu ya maumbile. Kwa sababu si kila mwanamke atakaenda kuwakilisha atawakilisha wanawake. Ndio maana tuna struggle sasa hivi na mambo ya viti maalum. Ni lazima tukatae kitu kinachoitwa party supremacy kwenye process yoyote inayohusu uwakilishi, hata wa hao watu wanaofanana na mimi kimaumbile. Na hii itaturuhusu yule mama wa kule kijijini kule kwenu Busokelo walikochoka Kandete kule aweze kuwa na mwakilishi. Si lazima kila mwakilishi awe amevaa high heels na amepaka lipstick kama mimi. Uwakilishi ni empathy, kupeleka matakwa halisi ya wahitaji. Ndio maana leo hii kwa sababu ya party supremacy, na tuna mfano wa wale ambao walikaa sana madarakani, ukija kujua whatever, hata tunawalaumugi si nani hajapitishwa na nani na ile wingi inayofanana na Mama Sharifi ya upande ule. Mwisho wa siku ukija kukuta, ukiangalia majina vijana wameongea, majina yote ni yale yale ya watu waliokaa kwenye kikao cha maamuzi. Kwa namna hiyo mtatoaje ukoo wangu mimi utaingia lini? Kwa hiyo vijana, hayo mambo matatu nimefikisha matatu au mawili? Matatu. Nimefikisha mangapi sasa? Matatu. Okay, sawa, asante. Pengine tutaendelea. Asante. Tutaendelea. Kaka Deus kwa kifupi. Samahani, naomba nataka sikumaliza. La tatu ni methodology. Ni lazima tunapoenda kwenye mjadala wa katiba kuwe na clarity ya bila kutiliwa shaka ya namna gani tunaenda tangu hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Sawa. Mwanzo mpaka mwisho. Hamna mambo ya kuambiwa yataamuliwa baadaye, yatafanyika. Ndio hayo yaliyoturudisha nje kuja na katiba pendekezo ya Warioba, tukaja na katiba pendekezo ya watu fulani yenye matobo 60. Okay. Thank you. Asante sana Mama Rosie. Kaka Deus kwa ufupi, mambo matatu ambayo ni nani negotiable, alafu tunakwenda kwa kaka Tobias. Nilifikiri Tobias kwanza, lakini swali lako linataka maudhui. Yes. Maudhui. Katiba bora. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo ndilo limetukwamisha hivi sasa, katiba hii imepindua mamlaka yote
juu ya utawala wa nchi yetu na maamuzi ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema mamlaka, wananchi ndio msingi, ndio kisima cha mamlaka yote. Lakini michakato inayotakiwa kufanya hiyo kazi ili wananchi muwe ndio kisima inachezewa. Kwa sababu hiyo basi, jambo moja la msingi sana, itabidi tutekeleze jambo linalomega mamlaka na kuyagawa kwenye centers mbalimbali. Kwa hivi sasa mamlaka mengi yamerundikwa sehemu moja, kiasi kwamba moderator ulikuwa unasema tutatokaje hapa tulipo. Swali hilo linatokana na kwamba mamlaka ya kufanya kila kitu yanakitegemea kituo kimoja kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri, hebu muoneeni huruma ofisi ya rais, tumege madaraka yake, tuyagawe kwenye vyombo, kwa sababu hivi sasa yanamshinda, yamemwelemea. Kuna watu wanachezea madaraka yake wakati mwingine bila yeye hata kujua. Kwa hivyo hili la madaraka nimeona nilieleze, kwa sababu watu wengi tukisema madaraka ya rais ni makubwa mno, huwa wanajiuliza mnataka sasa tumgawie nani? Mvuvi? Madaraka ya rais tumpe mvuvi? Ni kwamba rais madaraka alionayo kiitifaki ipo mara kibao, ofisi ya rais imekumbushwa kwamba una jukumu hili, na ofisi yenyewe ilikuwa imesahau. Hilo la kwanza. La pili ni jambo ambalo tulishafanikiwa kwenye rasimu ya Warioba. Wananchi mulishamweleza mzee Warioba kwamba uchaguzi ni mchakato tu wa kupata viongozi. Baada ya uchaguzi, assuming uchaguzi umeenda vizuri, jambo moja linaloharibu maisha ni viongozi waliochaguliwa kuendelea kuwa kindaki wa rangi fulani. Kwa sababu hiyo, ibara ya 72 kwenye rasimu hii ya mzee Warioba imepiga marufuku viongozi waliochaguliwa kujinasibisha na vyama vya siasa. Kwa hiyo hii maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba, kwa mfano rais akishakuchaguliwa, ibara ya 72(4) ya rasimu hii ya Warioba inasema itakuwa ni marufuku kwa rais baada ya kuchaguliwa kujinasibisha na rangi ya chama chake. Je, rais akishachaguliwa ataendelea kuwa mwenyekiti wa chama chake? Atakuwa amevunja ibara hii. Je, rais akishachaguliwa atakuwa anavaa rangi ya shati la chama chake? Je, rais akishakuchaguliwa ataita kamati kuu ikutane Ikulu, kamati kuu ya chama chake? Hapo tutawafanya viongozi waliochaguliwa wajue wao ni viongozi wa Watanzania wote, sio viongozi wa kikundi kimoja kinachoitwa chama fulani. Nashukuru sana. Asante sana kaka Tobias. Kwa mtazamo wako wewe, kama ambavyo nimewauliza washiriki wetu wengine hapa, mambo gani matatu kwa mtazamo wako wewe vijana wayachukulie kama non-negotiable? Haya ni mambo muhimu sana yawepo kwenye hiyo katiba bora ambayo tunaitaka. Asante. Vijana. Okay.